Ndugu wanahabari, wapo baadhi ambao huyatumia mavazi kama hayo kwa kujifanya wao ni sehemu ya ile taasisi inayovaa mavazi hayo. Wengine wanajifanya ni wanajeshi, wengine wanajifanya ni polisi na taasisi nyingine za ulinzi na usalama. Wapo wengine ambao wakizitumia au wakiyatumia mavazi hayo wanadhaniwa kwamba ni wanajeshi. Wanazitumia kufanya uhalifu, wanatumia mavazi hayo kuwatapeli wananchi. Wengine kuwarubuni kwamba wana ajira, wanaandikisha vijana jeshini, wanaandikisha vijana kwenye taasisi za ulinzi na usalama, tuma hela, tuma na ya kutolea. Na wananchi wengi wameumizwa kwa mtindo huu wa kuwalaghai kwa kutumia wale wanaoonekana amevaa mavazi na amepiga picha na ameposti kwamba ni mwanajeshi. Ndugu wanahabari, kadhia hii ni kubwa. Kwa kuipima kwa macho huwezi kuona, lakini ukifanya tathmini utaweza kuona. Na ikiachwa kuendelea inaweza kuhatarisha ulinzi na usalama wa taifa letu. Hivyo basi Jeshi la Ulinzi na Wananchi wa Tanzania wameona si busara kulifumbia macho. Wakati umefika wa kuanza kulifanyia kazi. Baada ya ufafanuzi huo, ndugu wanahabari, Jeshi la Ulinzi na Wananchi wa Tanzania linawasihi kwa heshima kubwa, kwa busara kubwa na kwa unyenyekevu mkubwa. Tunawasihi na kuwaomba au baadhi ya wananchi. Mtaona kwa mtindo wa leo wa unyenyekevu, wa kuomba, wa kusihi, kwa sababu wananchi ndio wenye jeshi lao. Na sisi tulioko viongozi wa jeshi tunaongoza jeshi la wananchi. Kwa hiyo lazima tuwasihi, tuwaombe na tutoe unyenyekevu mkubwa kwao kwamba tunatoa siku 7. Hizi siku 7 ni kuanzia tarehe na saa tunapozungumza hivi sasa, kwamba mavazi hayo iwe ndo mwisho wa kuyavaa, kuyatumia au kuyauza.